Kazi na utu. Kazi na utu. Wale mbona mmechoka hata kabla shughuli yenyewe haijaanza? Siku hizi tunasema kazi na tabasamu, kwa sababu ili upende kazi yako lazima usmile kidogo, si ndio? Kazi na tabasamu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mkuu wa chuo, comrade mwenyekiti wa watendaji wa jimbo la Kigamboni, baba yangu, ndugu watendaji wa kata, ndugu watendaji wa mitaa, habari za asubuhi. Ni mchana, habari za mchana. Tupo. Kwanza niseme heri ya mwaka mpya. Mwaka wa serikali sio tumeanza. Heri ya mwaka mpya. Lakini pili ni mshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, ambaye ametuongoza sisi wote toka tulikokuwepo, tukapata safari, tukafika hapa, tukaketi, na sasa tunataka tuanze shughuli yetu ambayo imetuweka tufanye tuweze kufika mahali hapa. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, si ndio? Jambo lingine ni wapongezeni sana kwanza kwa mahudhurio. Nipigeni makofi. Nimeridhika na mahudhurio. Ina maana tuko tayari sasa kufanya kazi ya serikali kwa mwaka mwingine wa fedha, mkiwa chini ya mbunge anaitwa Harani Nyakyusa. Hii ni bajeti yangu mimi ya kwanza katika utekelezaji wa majukumu yangu kama mbunge, lakini katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia katika kuwahudumia wananchi wetu wa Kigamboni. Tunaanzia hapa, na mimi nilitamani sana kwamba tukae pamoja uso kwa uso, kwanza tufahamiane. Basi kuna wengine hapa tunafahamiana juu, hatujui kukaa kwa karibu, hatujui kuwasiliana, lakini wengine tunafahamiana kwa sababu labda huyu ni rafiki yake na fulani. Lakini sasa nikasema nyinyi sasa hivi nyinyi ndio wenzangu mimi. Miguu yangu mimi Kigamboni ni watendaji wa mitaa na kata. Nyinyi ndio miguu yangu. Wanasema ukitaka kukimbia lazima uogane na nyonga. Na mimi niwaiteni hapa kama nimezungumza kwamba nyinyi ndio miguu yangu. Kwa hiyo lazima niambie miguu, sasa nataka tuanze kukimbia. Sasa nataka tuanze kutembea. Kwa lazima tukae, tukubaliane na tuweze kuzungumza kwa pamoja. Mjue vitu gani mimi navitaka kama mbunge, lakini pia niko tayari kuwasikilizeni na nyinyi vitu gani mnadhani vinaweza vikafanyika ili tuweze kusonga mbele. Wangapi wanaelewa kwamba huu mwaka wa fedha 26-27 ndio mwaka wa kwanza ambao tunaanza kutekeleza bila ya miaka 25 ya serikali ya Jamhuri ya Muungano? Wangapi wanaelewa hivyo? Wangapi wanaelewa? Wachache. Sasa leo tutaambizana. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetengeneza vision, muono wa miaka 25, na muono ule anayeweza kuhakikisha tunaufikia ni mtendaji wa serikali ya mtaa na kata. Unajua ni kwa nini? Unajua ni kwa nini? Kwa sababu nyinyi ndiyo catalyst ya kwanza ya maendeleo ya mwananchi. Msingi wa serikali ni wewe. Msingi wa shughuli yoyote ya serikali ni wewe. Wewe unaibua miradi, wewe unaleta matatizo ya wananchi, yaani kwa sababu utaratibu wa serikali yetu ni down to the top and the top to the down. Sio? Sio masuala ya kwenda.
lazima ianze chini kwa wananchi. Wananchi waibue miradi, wananchi waibue changamoto zao, zinaanza kwenda juu, ili serikali nini ikachakate, itengeneze priority budget, ishushe huko chini, na nyewe msimamie katika hatua ya utekelezaji. Kwa lazima nyinyi ni watu muhimu sana katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ili mnajuaga hivi? Wangapi wanasema tunajua? Nyosha vidole. Yaani unajua umuhimu wako wewe, kwamba wewe ni mtu muhimu kuliko mtu mwingine. Na kidogo hapo naweza kusema sisi moja, lakini kwa sisi sio tano. Ni kwa serikali. Kwa ndugu zangu, nimewaiteni ili tuweze kukaa na kutengeneza msingi wa sisi kwenda mbele, ili nisikilize changamoto zenu na nyinyi, maana najua huwezi kuwa unaishi mahali ambapo hapana changamoto, sio? Na kama mna changamoto, mtu ambaye ni sahihi mnaweza mkamwambia kwa uhuru na kwa uwazi, ni mbunge. Huwezi kwenda kumwambia mkurugenzi niliiba, tutakufukuza kazi. Uongo kweli? Lakini mimi unaweza kuniambia mheshimiwa mbunge, bwana, pale nilikuwa napambana, nilikuwa nataka mikoa simenti miwili mitatu. Mimi najua namna kuliweka hili kwa mkurugenzi pale, ili maisha yawe pale yaendelee. Uongo kweli? Tupo jamani? Kwa hiyo lazima tukae tuelewane, lazima tuelewane. Lazima na nyinyi mjue mbunge tuliye naye ni mbunge wa namna gani, anataka nini, jambo hili tukilifanya litapendeza au jambo hili tukilifanya litachukiza. Na mimi leo nitasema vitu gani ambavyo mimi nataka tutoe. Mimi nitacheza nafasi ya kuwa kiongozi, tawapeleka nyinyi mbele, mimi nawafuata nyuma huku nikiangalia mmoja mmoja. Sifa yangu kubwa, mimi sipendi maneno majungu. Ndugu yangu, kama una majungu kaa nayo huko. Kama una maneno ya kuongea ya maendeleo, njoo tukae tuongee maendeleo. Ukileta kwangu majungu ya kiongozi hapa, mimi nitamwita kiongozi kaa hapa. Hebu sema bwana, tulipanda katika bwana, huyu ndiye aliyesema haya, ndio nayo yafanya. Na hivi nahitaji nyinyi pia mtakae hivyo kule katika mitaa yenu, ili kupunguza maneno. Wangapi wanasema ukiwa na hiyo staili utapendwa na watu? Wangapi wanasema ukiwa na hiyo staili watu watakupenda, lakini ukiwa mbea watu hawatakupenda? Wangapi wanasema ukiwa mbea watu wanakupenda, lakini ukiwa umenyoka watu hawakupendi? Nyosha vidole. Nyie mko wapi? Nyutu. Au hamjaelewa? Mtu ambaye amenyoka kama lula hivi anapendwa? Mtu ambaye ana maneno mnajali kwa nini? Siku moja mimi nilikuta Profesa Yulipa, kipindi hicho cha Mamisi Tanzania, wamemchora Miriam Odemba. Wakati wanajua Miriam Odemba au chawe kumsikia Miriam Odemba alitoka Miss Tanzania. Sasa alikuwa anachora sana na gazeti la Sun Champion kipindi hicho. Sasa maprofesa hawanunui gari, hanunui gazeti la Habari Leo, ananunua gazeti la Sun, ananunua gazeti la Udaki. Kauliza profu, wewe mbona unasoma hilo gazeti? Nikisoma hilo gazeti nasikia na relax kidogo, kujua jamii inasemaje huko. Lakini nikisoma Daily News, hili gazeti gumu, yaani sentensi hizi ndio kufundisha mimi darasani. Umeelewa? Kwa watu nature ya binadamu yoyote wanapenda maneno hivi. Ndio maana unakuta jambo lolote kwenye grupu la WhatsApp likirushwa,
la kazi, comment tunaweza kupata mbili. Ngoja turushe jambo lolote bana, mbunge ateleza pale feri, suruali imechanika mpaka mkanda umevurika, kila mtu anataka kuona hiyo video. Uongo kweli? Na mtandao unapigana simu, jamani, hebu chukua simu angalie. Huruka ya binadamu anapenda vitu vyenye kufurahisha kuchekesha ili aliraksi na maisha yaweze kwenda mbele. Lakini jamii ya namna hiyo lazima tuibalansishe, kwa sababu unaweza ukafika hatua ukaenda huko ukasahau upande wa pili. Uongo kweli? Uongo kweli? Na ukisahau upande wa pili, ndugu yangu, wewe maendeleo yanakupita. Unabaki sasa na maneno, fulani juzi sio amenunua gari fulani nini, utabaki kuongea mafanikio ya mwenzako. Wewe ya kwako una muda wa kuwaza, kwa sababu muda wako umeweka kwenye nini? Kwenye mambo ya mzaa. Lakini lazima ufike hatua ya kusimama na kubalance vitu. Hiki kiko huku, hiki kiko huku. Kipe nafasi kila kitu kitakusaidia. Ndugu zangu, mimi nilikuwa na mambo machache tu. Kwanza nilitaka kukumbushana nafasi ya mtendaji wa kata au mtaa katika kuleta maendeleo ya jimbo la Kigamboni. Tunaelewa kwamba kwa wilaya ya Kigamboni ni mpya, ni wilaya ambayo inakuwa kwa kasi sana. Uongo kweli? Na katika kukua kwa kasi, maendeleo yanategemeana na viongozi, hasa wa ngazi ya mtaa, kwa sababu wanasema ngazi ya mtaa serikali ndio ngazi ya chini kabisa. Uongo kweli? Uongo kweli? Hawa ndio watu mnaitwa daraja, kwa maana kati ya wananchi na serikali katika wilaya. Nyinyi ndio daraja ya wananchi na nini na serikali. Sasa kama wewe ni daraja, ndugu yangu, ukawa unanesanesa hivi, wananchi watapita? Halo. Kama wewe ni daraja ukawa unanesa hivi, wananchi watapita? Hawezi kupita. Ili wananchi waweze kupita kwenye daraja ambaye ni wewe, mtaa na kata, lazima uwe imara. Lazima uwe imara katika kuongoza watu, imara katika maamuzi yako, imara katika hoja zako, imara katika kutoa maelekezo kwa wananchi. Lazima uwe imara, usiwe daraja linalocheza pesa. Na huo ndio msingi bora wa kiongozi. Ndugu zangu, mimi najua majukumu yenu makubwa, nitataja hapa kwa uchache. Kwanza ni pamoja na kukusanya kero na mahitaji ya wananchi. Uongo kweli? Uongo kweli? Kukusanya kero na nini na mahitaji ya wananchi, kwa maana wewe unajua changamoto zote zile za barabara, unazijua, ziwe huduma, uhitaji wa huduma za afya unajua, katika kata mbalimbali au mitaa mbalimbali. Lakini pia wewe ni msimamizi wa miradi midogo ya maendeleo. Uongo kweli? Unasimamia miradi midogo ya nini? Ya maendeleo. Kwa mfano miradi ya TASAF, au msimamii miradi ya TASAF? Unasimamia. Lakini pia
ujenzi wa zahanati na vituo vya maji. Hivi vitu vyote ni vitu ambavyo vinategemea uongozi wako kama mtendaji wa kata. Lakini pia wewe ni mtu ambaye unaweza kutoa taarifa na kuelimisha. Kwa maana ipi? Mikopo, si ndio? Wanaanzia kwa mtendaji wako anasemaje? Amesaini. Wewe unaambia mimi siwezi kusaini kitu ambacho sikijui. Yule aliyemtuma atakuja kwako, lazima akuelimishe wewe uelewe, ili utakapokuwa una saini ile document usaini kitu ambacho unakijua. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi nataka nizungumzie kidogo hapo. Kigamboni yetu ni wilaya ambayo ina ardhi, lakini ardhi hii sehemu imepimwa, sehemu hazijapimwa, sio? Na Kigamboni ni sehemu ambapo kuna migogoro mingi sana ya ardhi, na hivi vitu vyote vinasababishwa na level ya chini. Mimi niliwaambia siku moja, nikamwambia mgogoro wa ardhi unasababisha na mnunuzi na muuzaji, wote wanasababisha migogoro. Mtendaji yuko katikati wa mtaa, unaweza ukaingia upande wa mnunuzi au ukaingia upande wa nini, wa muuzaji, au ukaingia sehemu zote. Lakini mwisho wa siku, kumbuka wewe utahama, wale waliofanyana migogoro wataendelea kuwepo. Umepata promotion zako hapa mara Kidasi, Ludewa huko kwetu, ushapiga nini sana, watu wanapigana migogoro. Mimi naombeni sana, sisi wote tunaamini Mwenyezi Mungu, tunaamini dini, lakini tusimame katika hatua ya kuwa daraja imara, na hii ndiyo itakao kufanya utoke hapo uende sehemu nyingine. That is the connection. Ukiwa bora katika hilo, yeye unaona bwana fulani bwana ana msimamo. Kwa nini nasema fulani ana msimamo? Kwa sababu ameamua kusimama, sio jamani? Kama ameamua kusimama, ina maana yeye ndio anajipambanua kwamba mimi ni mtu wa hivi, na ile sisi ndio tunafanya aende mbele. Lakini vyote vina faida na kuna siku anataka mtu bali mimi nataka mtu kama fulani na msimamo sana, unakosa kazi. Uongo kweli? Unakosa kazi. Lakini mimi niwaambie, unakuwa umejenga imani kubwa na trust kubwa, watu wanakuwa wanakuombea, milango itafunguka, kuliko kuwa unyewe unaoita yaani ukiwa mtu ambaye haueleweki. Huyu jamaa anajitia maji, huyu jamaa nini tia maji, kwa sababu yaani mbili unasema labda kama 3 6, yaani unakicheza gani haueleweki. Lakini mimi naombeni nyinyi ni viongozi, neno moja tu kumbuka kwamba wewe ni daraja. Wewe ni nini? Daraja la wananchi na serikali. Ndugu zangu, nimetaja tu baadhi ya majukumu ambayo watendaji wa mtaa wanatakiwa kuwa nayo, lakini pia majukumu ya watendaji wa kata ni pamoja na kuratibu mipango ya kata, ufuatiliaji wa miradi mikubwa, utoaji wa huduma, uwezeshaji kiuchumi, kusimamia sheria na kanuni. Kusimamia sheria na nini? Mnazo sheria? Wangapi hawana? Mseme vile. Kama una kweli useme kimya, ina maana unayo. Kama hauna unaweza kunyosha ukapewa.
Wangapi wana sheria yaani za manispaa? Wangapi wana watendaji wakati wote walishapewa kwa mitaa bado. Nitamwambia mwanasheria wa halmashauri awatengenezee vitabu vya sheria vile vinafaa kusomeshwa, ili ukipitia hata unapofanya kazi unafanya kazi kwa mujibu wa sheria, kwa sababu sheria wewe inakutambua na majukumu yako yameainishwa pale. Kwa hiyo usifanye kitu ambacho kinaweza kuwa nje ya ule utaratibu wa majukumu yako au mujibu wa sheria inavyotaka. Na mimi nasema haya sio kwa maana kwamba nimewaambia sasa na kukumbusha nitakuwa na barana na nyinyi na sheria. Ninawakumbusha kama sehemu ya wajibu wangu kama kiongozi, kuwakumbusha kama ulikuwa unaenda hivi ili kuitari kwa sawa ulipenda pamoja, ili iwe rahisi kusaidiana. Wewe unamsaidia mtu ambaye akae kwenye mstari, unaweza kumsaidia mtu hataki kukaa kwenye mstari, kile ukitaka kumsaidia akae kwenye mstari. Sasa wewe unapita tu kwa mwacha aende naye kwa mstari kama unataka, si ndio? Sisi jamani. Kwa hiyo hivi ni vitu baadhi ya vichache ambavyo tunataka tuzungumze, lakini pia nataka pia tujikumbushe kwamba kuna hatua 7 za kushirikiana na mtendaji wa mtaa kuleta maendeleo. Hatua 7. Labda mtujue hatua 7 za kushirikiana na mtendaji wa mtaa. Ya kwanza, kutengeneza. Hatua ya kwanza ni kutengeneza kero kuwa ombi rasmi. Hatua ya kwanza, kutengeneza kero kuwa ombi rasmi. Kwa mfano, umekusanya maoni ya wananchi, kuna daraja linasumbua, kivuko kinasumbua, au barabara inasumbua kwa muda mrefu. Una uwezo wa kukusanya majirani 20 wakatia saini. Majirani jamani, tuko pamoja? Halo, niseme vidole hivi. Tuko pamoja. Tumesema hatua ya kwanza ni kutengeneza kero kuwa ombi rasmi. Yaani hatua ya kwanza katika kutatua kero za wananchi, ile kero hiyo ambayo imekuwa kwa muda mrefu, ili sasa iwe ombi rasmi, lazima iwe na saini za majirani wanaolizunguka lile eneo kama 20. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo ukiwa katika majukumu yako ya kazi unawaambia wananchi kwamba ndugu zanguni, hii kero ambayo mnaizungumza kila siku, basi tukae chini tuandikie, iwe ni ombi rasmi. Na kuandika lazima upate signature za watu wanaolizunguka lile eneo, ili uweze kuiandikia barua ikawa ni ombi rasmi. Unamwandikia mkurugenzi au mtendaji wako wa kata, anakuwa anazikusanya na anatengeneza schedule. Ile schedule anaambatanisha zile signature za wananchi, anapeleka kwa mkurugenzi. Maana yake nini? Mkurugenzi yakifika kwake ametoka kata mbalimbali, wanatengeneza timu inachakata yale na kuyapangia bajeti kwa ajili ya utekelezaji. Kero haijatatuka. Na hiyo ndio jembe. Leta kero mcheche. Usiishi kwa simu. Mtu mwingine anaona kero, anapiga tu simu. Bwana mtendaji, bwana unajua hapo kuna kivuko wananchi wanashuka kuvuka. Kwa mimi kama mtendaji nimekupa taarifa basi umetoka. Twende kwa utaratibu. Twende kwa nini? Hakikisha unaenda kwa utaratibu wa serikali. Huo ndio utendaji kazi wa serikali.
Serikali haifanyii kazi simu, serikali inafanyia kazi document, maandishi. Sawa jamani, ukiweka kwenye maandishi, serikali ndipo inapokuwa inafanyia kazi. Kwa simu kasema bwana, mimi nimepiga simu au bwana nimekuandikia message, utajua mwenyewe bado utakuwa huja exercise au hujafanya kazi kama mtendaji wa mtaa namna ambavyo unatakiwa kufanya. Hatua ya pili, hatua ya pili ni kufika kwa mtendaji wa mtaa. Watu ushapata signature, unawapata unachagua watu wawili watatu ambao wanakuwa ni wawakilishi wa ile jambo. Maana baadaye tutakuwa na mkutano wa mtaa. Sawa, tutakuwa na mkutano wa mtaa, tunapata wawakilishi wale. Basi ukishapata wale wawakilishi, mnahakikisha kwamba baada ya kupiga kura na wale wawakilishi ndio wanakuwa sasa rasmi kwa maana kufanya kura ya ile kero pamoja na wewe. Ili nini? Ni sehemu ya ushahidi wako kwa wana jamani. Pale kuna kero na wananchi wanakiri na wao wamechaguliwa kama sehemu ya wawakilishi wao. Au hamfanyi hivyo? Ndio utaratibu, sio? Hatua ya nne ni kupitishwa kata. Ile kero inapitia kata. Mtendaji wa mtaa anapeleka maombi kwa mtendaji wa kata, yeye ataunganisha yale maombi na kuyapeleka ofisi ya mkurugenzi kwa ajili ya mipango ya maendeleo ya jamii. Basi hatua ya tano lile ni kufuatilia na kutoa ushirikiano, kwa maana kwamba ukishafika katika hatua ya manispaa, wale walioteuliwa kwenye ile timu watahitaji kujiridhisha baadhi ya vitu kama kufika site waulize, ili wanapotengeneza ule mradi huo ni mradi ambao unakidhi viwango na utaratibu ya serikali. Lakini hatua ya sita ni usimamizi wa ujenzi. Let's say kama nilivyozungumza, kama ilikuwa ni daraja au kama ilikuwa ni barabara au kama ilikuwa ni kisima cha maji au kama ilikuwa ni ujenzi wa zahanati, ili vitu vyote vinaanza kufanya, unaanza kusimamia baada ya mradi ule kuwa umetekelezwa na halmashauri. Lakini cha saba ni kutunza ule mradi baada ya kukamilika. Hivyo ni vitu vikubwa, hatua saba namna ya kuweza kuchakata kero kuwa katika hatua ya utatuzi. Lakini nikasema mtendaji wa mtaa ana nafasi kubwa sana kuelekea utekelezaji wa dira ya 2050. Nini hapa? Sasa anasema dira muono wa serikali wa miaka 25 ijayo, na maana tukizungumzia 2050, na maana kwenye mtu mwenye umri anataka 30 sasa hivi, miaka 55 ndio kwenye analysis au uchambuzi wa matokeo ya dira ya 2050. Kama una miaka 40 sasa hivi, kwa maana utakuwa na miaka 65, wewe ndio yako kama tutakuwepo. Lakini najua kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu sisi sote tutakuwepo na tutashuhudia matokeo ya dira ya serikali ya miaka 25. Sasa hii dira inasema hivi, dira inaitaka wananchi, sisi kuanzia ngazi ya mtaa, kata, wilaya, mkoa, taifa, waziri, makamu, katibu mkuu, kutoka mpaka chini. Maana ukishuka tu lazima utaishia kwa mtendaji wa mtaa. Uende wapi lazima utaishia kwa mtendaji wa nini? Wa mtaa. Kwa hiyo tunasema nyinyi idara sana katika kuleta chachu ya maendeleo kuelekea miaka 50. Maana yake nini? Maana yake lazima serikali inataka ishift au ihame kutoka kwenye mstari mmoja kwenda mstari mwingine kwa ngazi zote: kiuchumi,
maendeleo. Kuhama huko kutoka mstari A kwenda B, kuna namna ambavyo sisi wote lazima tuna mchango wa kuhakikisha serikali inahama pointi moja kwenda pointi nyingine, na lazima tuelewe. Kwa mfano, zamani tulikuwa na trend ya Tanzania Zambia na Kigoma, sio jamani? Lakini sasa tuna nini? Tunasikiana, tunasogea, teknolojia inabadilika na sisi tunasogea. Zamani tulikuwa tunaona flyover ziko kwa wenzetu, lakini sasa hivi tunaona ukienda pale Ubungo kidogo unaweza kutoka pale juu kaangalia mji wa Dar es Salaam, sio jamani? Sasa vile vinatakiwa viwe ni vitu ambavyo viko kila mahali. Hapa Kigamboni mimi natamani baada ya miaka 5 na ishawishi serikali wajenge flyover kuanzia pale darajani pale mpaka pale TIA, ili wapunguze foleni ya magari ya kuja Kigamboni. Wenye magari madogo wote wanaoenda mjini wao wanapita juu. Ikishajengwa hiyo ndio ni sehemu ya dira, utekelezaji wa dira. Tunataka nchi iondoke kwenye sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini hatuwezi tukasema nchi inaweza kuondoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine bila kuhakikisha hao wananchi wana uchumi. Maana tunasema per capita income, pato la mtu kwa mwaka ikifika miaka 2050 lazima iwe ni dola 7,000 kwa mwaka. Unajua dola 7,000 ni shilingi ngapi? Zidisha mara 15, 2,560. Ili uweze kujua kwamba ni shilingi ngapi tunazozungumzia. Unaona? Kwa hiyo ukishazidisha hapo, yaani hiyo ni pato la kila Mtanzania tunapotaka serikali ikifika miaka 25 inayokuja. Lakini ukizidisha ile pato la 7,000 ili nchi iwe na GDP, pato la taifa iwe ni dola trilioni 1. Dola ngapi? Trilioni 1. Serikali ipunguze utegemezi wa bajeti kutoka 10% sasa hivi mpaka iwe inategemea 30%. Yaani serikali inachanga 30%, lakini sekta binafsi inachanga 70%. Kwa bajeti ya serikali iwe inatokana na sekta binafsi. Sasa ili sekta binafsi hii iweze kuleta mchango wa bajeti ya serikali, lazima wananchi wawe na uchumi. Wananchi wawe na nini? Wananchi wakija kuwa na uchumi, wanakuwa na uwezo wa kulipa kodi. Unaona? Wanakuwa na uwezo wa kufanya biashara vizuri, uzalishaji unaongezeka, ajira zinakuwepo, na serikali inasema sasa hapa wananchi wameshaendelea. Miundombinu hii tunayoendelea sasa hivi itakuwa ni lami ambazo za kisasa na nzuri. Hapo ndipo tunasema sasa tunasogea. Lakini ikifika miaka hiyo bado tulipo hapa, ina maana bado sisi wenyewe hatujabadilika. Mimi nampongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu kaja na wazo chanya, kwa sababu serikali ya Tanzania ni serikali ambayo ina utajiri mkubwa, jambo la kwanza, lakini utajiri huu unatokana pia na kuwa na watu safi. Watanzania ni watu safi, ila sasa tunaharibiwa na hisia. Tunaharibiwa na nini? Hisia zinatuharibu. Ila Watanzania kama Watanzania sisi watu safi. Kuna kitu moja tunaambia watu duniani hapa tunapoishi, Tanzania ni nchi ya pekee. Wangapi wanaunga mkono kwamba duniani mabara yote yaliyoko duniani hapa, Tanzania ni nchi pekee? Mimi nachelea kusema, unaweza kushangaa sisi ndio tunaishi katika nchi ya ahadi. Nani anabisha? Sababu sisi tunaishi tupo lakini angalieni watu wa nje wanapotuangalia kwa macho mawili. Wanataka kupigana. Mbona waje, yaani tukishaanza kupigana ili wafanye waje undani. Kenya wanapambana kila siku, sisi tukubali
serikali ikubali kutoa uraia pacha, tukubali kwamba Mkenya yaani Tanzania akiolewa na Mkenya anachukua ardhi. Sisi bwana, ardhi ni mali ya serikali. Ardhi ni mali ya nini? Ya serikali. Unajua kwa sababu gani? Tungesema ardhi ni mali ya kila mtu kama ilivyo nchi zingine. Bwana anaweza kajenga nyumbake hapo, akapiga kitabu cha lami, akamchukua pale mbele, akaweka geti, akawa anatoza kodi. Ukipita tu bwana, hivi lipia. Tungekuwa na mageti mangapi? Mengi ya kupita, sio? Lakini sisi tunasema ardhi ni mali ya serikali, kwa maana kwamba serikali ikiwa na interest ya kuweka miundombinu ambayo inaleta manufaa kwa sisi wote, inakulipa, inakuhamisha sehemu nyingine pale kinajengwa kitu ambacho kina manufaa kwa sisi wote. Lakini hii nchi ni nchi ambayo ina kila kitu. Uongo kweli? Ardhi, umeme, kilimo, mifugo, kila kitu tunacho. Watu kila kitu tunacho. Kila kitu tunacho. Na chochote kidogo, vikubwa. Lakini mwalimu ambaye alipata uelewa mkubwa wakati anachukua madaraka, aliamua kuzuia sehemu ambazo zina umuhimu mkubwa sana. Akaweka ni maeneo ya jeshi. Hapa jeshi, hapa jeshi, hapa jeshi, hapa jeshi, hapa jeshi. Wewe utaingia jeshini za unanipenda? Utanyonyolewa kama kuku. Kwa hiyo vile mchezo ambazo ni potential. Mimi nikubali sana ndugu zangu. Tubadilike. Right? Akasema we should not be doing our work as business as usual. Lazima kusema business as usual. Ndio kubadilika kwenyewe. Ndio kubadilika kwenyewe. Na kubadilika huku unaanza kubadilika kimtazamo. Wewe kwanza unajua kama kiongozi mkubwa kabisa. Pili, unajua kama wewe ndiye daraja la maendeleo ya wananchi. Lakini tatu, lazima kwanza wewe single people unaanzia ili hapana, ili ndio hapa tunaenda hivi, hebu vijana njooni. Kwa sababu mtendaji wa mtaa si pamoja kwa unatokea kuonayo. My friend, lazima ujue watu wako wote wafanye. Ni kama mwalimu sipojua wanafunzi. Umeelewa? Uongo kweli? Sasa utakuwa unasaidia mitihani. Kwa sababu unaposaidia huyu Juma na Juma ni nani? Juma ni huyu unayemjua. Sawa? Unaanza kuja kupe Juma mfanye vizuri. Utakupa kujua. Bora ufanye vizuri. Anaambia mwalimu, mimi nikifika nyumbani bakuli ya kuosha vyombo, process kupata muda kusoma, au mwalimu wenzangu wanakuwa wakati anasoma, unamwita mzazi wake. Juma anasema anashindwa kufanya vizuri kwa sababu akipata kipaa afanye aende dukani. Mzazi wake anambia huyu mtoto mimi sijai kupata kwa siku bakuli. Unaanza kujua Juma ni muongo. Uongo kweli? Pale unatafuta namna bora ya kumsaidia yule mtoto Juma ili arudi kwenye mstari. The same hata wananchi wetu ambao tunaishi nao. Wale wananchi tu wa kwanza leo wajua ni mtendaji, kwa sababu wewe una balozi. Ukitaka kuwajua unamuita balozi. Hebu balozi. Pale kwa huyu mtoto anatoka kwako. Mbona anatabia hizi. Balozi atakupa ili kidogo. Bwana, ile familia pale wanaishi hivi wanatamaduni. Kwa hiyo mwenyewe tayari unaanza kupata picha kwamba kumbe huyu tabia hajaokota. Inawezekana mtoto kwa familia. Unachukua jukumu la kukaa na hiyo familia kuweka sawa yale mazingira. Hivyo ndivyo ambavyo kila mtu akifanya kwenye nafasi yake, taifa lazima linakuwa linabadilika. Taifa linakuwa na ustahimilivu mkubwa sana.
taifa linakuwa na nguvu, taifa linakuwa na upendo. Taifa hili tunasema tumepoteza upendo kwa sababu ya hisia za watu. Hisia za nini? Sisi tunataka hisia za watu, hatutumiza kwetu. Tunatumia hisia za watu, tunaziingiza, tunasaza kwetu, kumbe za kwetu inawezekana ni bora kuliko za nini? Za tukatae. Tutumie hisia zetu katika kusimamia maendeleo na wananchi tunaoongoza katika mitaa yetu. Tunaelewana jamani? Mimi nawapenda sana, na nikasema nisipoyazungumza haya nitakuwa bado sijajitendea haki. Mimi ni mtu ambaye huwa napenda wanaitwa national justice. Hata kikosea tuongee bali hapa imekuwaje, imekuwa 1 2 3 hivi, umefanya hivi na hivi, tunafundishana kwa sababu hakuna aliye mwalimu wa kila jambo. Kiongozi kazi yake ni kusimamia na kuongoza, kuelekeza. Lakini kiongozi unataka unapoka. Sasa ukipoka hivyo, wewe mimi nitakuuliza mtu siku umepata solution baada ya kupoka? Sijapata solution. Lakini ukimwambia bwana, hili jambo sio zuri, fanya 1 2 3 ili iwe zuri. Wewe kutoka pale akili unakuja bwana, wewe hapa ndio baba unafanya makosa. Kwa ndugu zangu, mimi nimeona tuzungumze haya, lakini pia niwashirikishe kwamba serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inatambua mchango wenu mkubwa na inatambua kwa namna nyinyi mlivyo daraja la maendeleo, na mimi nimekuja kuyatimiza haya ili tuweze kujenga msingi bora kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Na niwapongeze sana. Kigamboni kama nilivyozungumza ni wilaya mpya. Malalamiko sio mengi sana. Inamaanisha nini? Mnapambana, mnafanya kazi. Na mimi niombe niwatie moyo kwamba naombeni taasisi ile tuiongeze kidogo ili tuhakikishe tunakuwa kwenye sehemu ambayo ni nzuri. Kuna shughuli nyingi sana za kufanya katika mtaa. Panga kila afisa mtendaji wa mtaa, kata, simamia kata yako wa mtaa, pangeni utaratibu wa kufanya usafi kila mwisho wa mwezi. Sawa jamani? Sisema maendeleo. Kakueni, watu wananchi wanavyo. Hata kama ana choo chake hakijawekwa vizuri, akikifanyia usafi kinakuwa katika ubora. Sio jamani? Kinakuwa katika ubora. Hawezi kupata maambukizi ya magonjwa kwa sababu anakifanyia usafi. Mkipigana ndio bwana, sisi tupige operation, kila mtu awe na standard ya choo ambacho kinakubalika na jamii. Ili tubadilishe mazingira yetu tulionayo. Kingine cha mwisho ni swala zima la ulinzi na usalama. Nchi yetu Tanzania, mlinzi wa kwanza wa usalama wa nchi yake ni mwananchi mwenyewe. Uongo kweli? Mlinzi wa kwanza ni nani? Mwananchi mwenyewe. Usalama wa nchi uko mikononi mwenu, kwa sababu wewe ndio utaamka asubuhi utapata taarifa za mtaa wako. Kama kuna kiumbe yoyote humjui, humtambui au hamfahamu vizuri, chonde nyinyi mnajua utaratibu, shughulika naye, jua ametoka wapi, ameletwa na nini, yaani jambo gani, yaani motivu gani imemfanya yeye aje kwenye mazingira ya pale kwako. Je, anajificha au kweli anatanabaisha na ndugu na yule mtu, au yuko katika hatua zipi?
Hivi ni vitu ambavyo wewe kama mtendaji, kwa sababu nimewaambieni kwamba nyinyi mpo kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa lazima mfanye ili kulinda usalama wa nchi yetu. Bila hivyo, naambia taifa bora na imara lina wananchi bora na imara. Tusaidiane, tusubiri mpaka polisi. Wewe unajua kabisa kwa kibali. Nyewe mnajua utaratibu wa mawasiliano ya polisi. Uzuri sasa hivi hata polisi, kuna maafisa polisi ambao wako kata, ambao sasa wale ni rahisi sasa katika hatua ya kufanya kushirikiana katika hatua ya ulinzi na usalama wa maeneo yetu. Haya ni mambo ambayo sisi viongozi, mimi nitaongea, DC ataongea, mkurugenzi ataongea. Kwa sababu gani? Tunahitaji utekelezaji wa maendeleo ya wananchi katika jimbo letu la Kigamboni yawe katika hatua ya usalama, ili haya tunayozungumza, mabadiliko ya dira ya kimaendeleo kupitia na teknolojia yaweze kuchukua nafasi. Lakini hatuwezi tukazungumzia mabadiliko haya wakati amani haipo. Hatuwezi. Kwa ni lazima na ni dhahiri sisi tusimame kwenye nafasi zetu katika hatua ya kuhakikisha ulinzi na usalama upo. Hatua ya wananchi wanalindwa, shughuli zao za kiuchumi zinalindwa, wanafanya kazi katika mazingira ya salama, watazalisha. Lakini pia ndugu zangu, wasisitieni Watanzania hawa watengeneze utamaduni wa kulipa kodi. Watengenezeni utaratibu wa kufanya wa kulipa kodi. Kodi zetu ndio maendeleo yetu. Mwananchi anaweza kaa anadai barabara, anaweza kaa anadai hospitali, anadai shule, lakini kodi halipi. Sasa wewe unaomba hivi vitu serikali kutoa kodi zaidi kabisa. Sisi kama viongozi tusimame katika hatua ya kuelimisha wananchi wetu walipe kodi. Sasa jamani, tumeona juzi Mheshimiwa Rais ametoa awadi mbalimbali kwa watu mbalimbali kutoka mikoa mingi yote ya Tanzania, walipa kodi wazuri. Sasa hivi ni vitu ambavyo sisi tunataka tuende navyo katika hatua ya mitaa yetu, kuwahamasisha wafanyabiashara walipe kodi, kuwahamasisha wafanyabiashara, hata mama ntilie, hata bodaboda, unaweza kupa kodi 20,000, si kodi? Wakilipa mama ntilie milioni 2 wakalipa 20,000, unajua ni shilingi ngapi? Bilioni 4. Bilioni 4 unajenga shule kama 5 huko Kigamboni. Unajenga. Kwa bilioni 500 shule moja inajenga, inaisha. Sasa bilioni 4 shule 5 zinajenga. Komplex kabisa, shule, madarasa zipo. Kwa ndugu zangu, haya ni majukumu ambayo nyinyi mnatakiwa kuwa nayo na kuyafanya kazi kila siku. Kadri unapofanya hivi ndivyo ambapo hata wewe mwenyewe unakuwa unakupana na fursa za maisha. Unakupana na nini? Maana lazima tukubaliane. Kazi yako lazima ikupe ustawi wa maisha yako. Utafanya mambo yote, lakini mwisho wa siku na wewe lazima uangalie ustawi wa maisha yako. Ndio thamani ya kazi yako. Halo. Kwa hiyo ninakuomba sana ndugu zangu, mimi kama mbunge wenu, kama mwakilishi wenu, kama kisemeo cha wilaya ya Kigamboni, nipo live masaa 24. Ukiona sijapokea simu, niandikie message. Mheshimiwa, mimi naitwa fulani, mtendaji wa mtaa fulani, kwangu kuna shida 1, 2, 3 hivi, naomba tuwasiliane.
Mimi naweza nikaa bize siku nzima, nikifika jioni kazi yangu ya kwanza kabla sijalala huwa anasoma message zote ambazo zimeingia kwenye simu yangu na kujibu. Bwana, tuwasiliane, njoo ofisini tuzungumze, napiga simu kujua hivi zaidi, na yaani hivyo ndio shughuli ambazo zinafanyika kama mbunge. Lakini nimewaambia kwamba nyinyi ndio wenzangu mimi, nyinyi ndio miguu yangu mimi kama mbunge. Siwezi kuwa mbunge bora wa jimbo la Kigamboni kama nyinyi miguu yangu hamtaki mimi niwe bora. Siwezi. Kazi yangu itakuwa ngumu sana. Na mimi sitaki kazi yangu ngumu. Nataka kazi yangu iwe nyepesi. Kukaa na watu ambao tunaweza tukakaa siku moja tukapanga tu kula chakula cha mchana. Ni chakula ambacho tunazungumza bana, mimi na jambo hili, tunakaa tunazungumza na peana update ya mambo mbalimbali. Lakini ndio kula chakula cha mchana. Na mimi nitayafanya haya leo mpaka hapo ambapo Mungu atasema bwana nataka ubunge basi. Ni lazima nitakuwa na utaratibu wa kukutana na nyinyi mara kwa mara, tuzungumze maendeleo, tuzungumze changamoto zetu, tuzungumze way forward. Lazima tutembee kwa pamoja. Bwana, wapeni sana ndugu zangu, msiniangushe. Naombeni sana ndugu zangu, nibebeni na mimi nitawabeba. Wapo watu huko mtaani wanapita, bwana mbunge huyu sijui miaka mitano mbunge. Mimi sikai miaka mitano, mimi ndo nilishawasha gari. Na wapelekeni tu salama kwamba yule jamaa mimi sio mwepesi kama ambavyo watu wanadhani. Simuliona ulivyokuwa. Unadhani ni jambo rahisi mimi kutokezea? Unadhani jambo rahisi? Kwa mimi sio mwepesi, ila naishi maisha ya kawaida, yaani maisha yale ya siku zote. Na tunapoonana leo mtandao baada ya miaka mitano hivi, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kuchukulia nafasi yangu kama mbunge. Hata wewe bwana mkinunulia nitamweka kusajili. Ubunge wangu ukikaa pale kama mbunge. Na maisha yanafanya kwa waambieni salama. Kwa bwana mbunge alisema gari ndio amewasha. Alafu nimewasha gari brand new 0 kilomita ndio mpaka. Mimi ni waahidi nitasimama na nyinyi kama ndugu zangu, kama watendaji wenzangu. Maana majukumu yangu mimi yanategemea asilimia kubwa kazi zenu za wananchi. Na mimi niwaombeni, kuweni mabalozi wazuri wa mbunge katika mitaa yenu. Tuwaelimishe wananchi. Mimi hapa leo nitawaambia ratiba yangu ya ziara. Mimi nitataka nifanye mkutano kila mtaa. Nifike tukae na mtendaji na mwenyekiti, tusikilize kero za wananchi pamoja. Kila mtaa. Napanga ratiba yangu vizuri kabisa. Kila mtaa, ila nachowaombeni tukubaliane kwamba lazima tuwahamasishe wananchi waache kuongea, waje kwenye mikutano, wasikilize na vipi ya serikali inataka kufanya nini, na mimi nichukue kero zao ili kwenda kusukuma serikali iweze kuyafanyia kazi yale ambao wao wanaona kwamba yakifanyika maisha yao yatakuwa ni mepesi, ili katika utekelezaji wetu wa dira ya 2050 ukaenda sawasawa, tusitokee mkwama. Halo, kwa ndugu zangu, mimi leo na furaha sana kukutana na nyinyi. Kama mwaka ambao umeanza leo, tumesema happy birthday mwaka wa fedha wa serikali. Bado vitu vilivyofungwa huko vinatakiwa vianze kutumika ili maendeleo yanaweza kuja.
Kwa hiyo niwaombeni sana ndugu zangu, tuendelee kwenda kuchapa kazi, tumsaidie Dr. Samia Suluhu Hassan. Jamani, mimi nasema Mama Samia ameingia kipindi kigumu kidogo, lakini ni rais ambaye amefanya miradi hata angekuwa mwanaume asingeweza kufanya yule kama alivyofanya. Uongo kweli? Ila tu ni roho za watu. Tumesema watu wanaishi kwa hisia, wanaishi kwa nini? Kwa hisia. Tuache kuishi kwa hisia, tuangalie vitu vilivyofanyika. Mama yule amepokea mradi wa Sugran haujakamilika, huko 40% umeisha. Amepokea SGR imeisha. Ameanzisha huyo kwenda mpaka mwanzo huko tayari SGR ametandikwa manguzo na barabara ya SGR huko yako barabarani. Uongo kweli? Anapambana kupata fedha kumalizia miradi. Hivi vitu vikifanyika Afrika ni Tanzania. Hii SGR tunayoiona hapa, watu wanatoka sehemu mbalimbali Afrika wanakuja kuangalia hapa kwetu. Ni sisi. Lakini wapo watu ambao hawana akili, wapo watu wanaonekana wana akili lakini wana mambo yao, wanabeza shughuli za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mtu wa hivyo, kubona mtu wa hivyo, hebu kaa naye pembeni kidogo. Mako unaweza kupata sio kwa mzaba kibao, ukapata kilimo. Halo. Kwa mimi naombeni sana, twende tukazungumzie miradi ya serikali iliyotekelezwa, tukazungumzie mazuri ya Dr. Samia Suluhu Hassan ili wananchi waelewe, ili wananchi, taifa la Tanzania lijue umuhimu wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake. Twende tukamsaidieni mama, twendeni tukawe walinzi wazuri wa taifa letu. Nyinyi kama daraja ya wananchi na serikali, simameni imara ili hao wananchi wasipate kuyumba katika daraja, wakapate kuona wamepata pumziko la uongozi juu ya uwepo wako katika ile hatua ya ngazi ya tatu. Kwa hiyo naombeni sana ndugu zangu, tushirikiane kuyatekeleza haya, na sisi tutalipwa tu na Mwenyezi Mungu siku ambayo Mwenyezi Mungu atakuwa amekuja kuamua. Na bwana wewe ulikuwa unafanya kazi nzuri kabisa bwana, hata kama kwa alikuwa kukubali, lakini ulikuwa unafanya kazi nzuri. Ndugu zangu, mwisho kabisa lakini si kwa umuhimu, naomba nisisitize tu kwamba mtendaji wa mtaa ni mfundi wa msingi wa dira ya 2050. Mtendaji wa mtaa, ndio wote pamoja. Mtendaji wa mtaa ni fundi msingi wa dira ya 2050. Fundi msingi wa dira ya 2050. Uone namna gani ulivyokuwa na thamani kama wewe ndio msingi wa taifa hili wa maendeleo, msingi wa maendeleo wa taifa hili. Kiuchumi wanasema shift demand curve, yani ule mstari unahama kutoka point moja kwenda point nyingine. Wewe ndio msingi wa kuhakikisha ile process inafanyika. Uone kama wewe ni mtu wa zamani na ni mtu mkubwa. Ukubwa unaanzia hapo ulipo. Na mimi niwaahidi, hata kama kwa anafanya vizuri, tutapambana na mimi kusogezana. Yaani lazima tusogezane, sababu kufanya kazi vizuri lazima tusogee mbele, sio? Uongo kweli? Lazima tusogee mbele. Baada ya kusema hayo, mimi nashukuruni sana ndugu zangu. Nashukuru sana. Nashukuru kwa kupiga
na washukuruni kwa utulivu, lakini niseme leo tumeanzisha njia ya pamoja. Leo tumetengeneza msingi wa pamoja. Leo tumetengeneza dira ya pamoja. Leo tumetengeneza mwelekeo wa pamoja kwa jimbo letu la Kigamboni. Ninaombeni sana, naombeni sana nyinyi, narudia tena, ndiyo miguu ya mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigamboni. Lakini mheshimiwa mwenyekiti wa watendaji na mkuu wa chuo, nitatamani sana nisikie na nyinyi hisia zenu, na mimi niandike kidogo, nikae huko niandike, nipate maoni, mawazo ya ninyi huko kama watendaji, kama wenzangu mie, kwa mheshimiwa mbunge, ili uweze kufaulu mtihani. Majibu yako hapa. Sio jamani? Hapa siko jipo zima. Halo. Siko jipo zima. Kwa mimi naombeni passage za maendeleo huko. Leo tunaendea bwana mbunge pale kwetu Mpeli, passage hii pale Somangira kwa juu si wapi. Sala si wapi. Passage hii mtu uongo sisi. Yaani kila mtu aseme jambo ambalo anaona likifanyika litakuwa na tija kwa wananchi, lakini likifanyika litaleta maendeleo kwenye sehemu ya tarafa. Baada ya hayo, niseme tu leo tutapata chakula cha mchana pamoja na bwana huyu tumeweka nauli kidogo. Nauli kidogo itakuwepo, kwa hiyo naombeni mpokee kama ilivyo. Na kesho nitakuwa na wenyeviti wenu, nataka niwaambie matatizo ya wenyeviti ninajua, si mimi mwanasiasa. Nataka tukae nao tuongee, tukubaliane ili kazi yako ikaweje. Basi sina mtu ana mkubwa wako. Mimi ndo mkubwa wao. Kwa hiyo nitakuja kutajana mimi kama mkubwa wenu. Haya nayataka, haya siyataka. Ni lazima tupige hatua tuwe viongozi. Wanasema kiongozi, uongozi utundike ni wewe mwenyewe namna unavyo exercise vitu. Ndio uongozi. Unajua hivi hapa hivi hapa hivi. Ulipata kiongozi mzuri ule. Lakini ukimuuliza bwana umesoma chuo gani? Hawezi kukwambia. Halo. Kazi na utu. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Makofi mengi kwa mheshimiwa mbunge.